Karibu mtazamaji wangu pote ulipo. Ni matumaini yangu kwamba Mungu amekulinda na amekuongoza na umekuwa na wiki na siku ya baraka. Na mimi ni mzima na mshukuru Bwana. Kwa hivyo kama kawaida yetu na kukaribisha kwa kipindi cha leo. Tuweze kubarikiwa pamoja na Mungu akutendee mema, na kama kawaida yetu tunaanza na maombi. Kwa hivyo acha tuombe tuanze kipindi cha leo na Mungu akubariki na akutendee mema. Tuombe. Baba Yesu, nasema ni asante kwa ajili ya mtazamaji. Naomba baraka na neema na kibali uwezo wako onekane, mpe nguvu, msaidie, ponya maisha yake na ukampe amani. Tunapozungumzia leo juu ya utumishi, Baba naomba neema Mungu na ukampe amani katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana na kutendee mema na akupe nafasi ya kwenda mbali na mbali zaidi na zaidi. Leo nataka tuzungumzie mtazamaji wangu pote ulipo. Nataka tuangalie juu ya utumishi. Na ule utumishi nataka tuangalie leo. Nataka nichukue mfano tu na mtumishi wa Mungu anaitwa Moses ama Musa, mtumishi wa Mungu. Alikuwa mtumishi wa Mungu mkubwa sana. Maana yake Musa aliona Mungu uso kwa uso na aliongea na Mungu, mtazamaji. Na Musa kwa utume wake ule ambaye Mungu amemtuma, nataka leo tujifundishe kupitia Musa, utumishi wa Musa, ndio tuone vile tunaweza ishi na utumishi na vile tunaweza tukatii sauti ya Mungu. Kwa sababu Musa anatumwa na Mungu na mission moja tu: enda uwatoe wana wa Israeli katika nchi ya utumwa, uwapeleke nchi ya Kanaani. Utume wa Musa ndio huo tu. Hajamtuma kuhubiri, lakini ametumwa. Utume wake anaambiwa na Mungu, enda uwatoe wana wa Israeli. Enda ambia Farao aachilie wana wa Israeli waende kulitumikia. Mtazamaji wangu, na hiyo inanipa kujua leo tunaweza kosea sana bila kujua maana ya utumishi. Hebu tusome kitabu cha Kutoka, Exodus 2:23, mtazamaji wangu, na Mungu akubariki sana 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 sana. Kwa hivyo utumishi ni nini? Ni kile Mungu amekuitia. Kama nitakosa kujua kile Mungu ameniitia, itakuwa na utumishi ambao haueleweki. Tunazungumzia juu ya utumishi leo. Kwa hivyo utumishi ni kutii Mungu. Musa utume wake anatuma na Mungu, enda uwatoe wana Israeli nchi ya Misri, uwapeleke Kanaani. Only that. Na mimi Mungu akiniita niambie nini? Kama niliambiwa enda ukahubirie watu na niende kuwatabiria, sasa pale nimeanza kuachana na Mungu. Sasa hiyo ndio nataka tuangalie mistake ya huduma ama kukosa kutii sauti ya Mungu. Kama Mungu ameniambia enda uhubirie watu, katika wito kile Mungu alikuambia, hicho ndicho. Ukikifanya tu mbingu imekuja. Ukikiacha kufanya, Mungu mumeacha. Mtazamaji wangu, kwa hivyo leo ninataka tujifunze kupitia mtumishi wa Mungu Musa. Sababu Mungu hajamuongezea mengine, anamwambia enda uambie Farao aachilie. Uenda Mungu alinituma nihubirie watu waende kanisani. Tuko na evangelist, kazi yake ni kuhubiria watu kule, na anaweza kuwa na kanisa. Ahubirie watu tu waende kanisani. Yesu ni Bwana, Yesu anakupenda, ukiokoka tu anakuambia enda ile kanisa iko karibu. Hiyo ndio huduma huyo mtu. Wakati ataacha kuhudumia wale watu hivyo na aende afungue kanisa, hapo ataenda kinyume na mwenye alimuita. Tunaangalia mistake ya huduma, nikiwa mmoja wao. Jumi si msafi, ni kwa neema za Bwana. Mungu akubariki sana. Thank you. Kitabu cha Exodus, mtazamaji, 2:23. Hata baada ya siku nyingi mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaungua kwa sababu ya ule utumwa. Wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuungua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahimu
na Isaac na Jacob. Mungu akawaona wana wa Israeli, Mungu akawaangalia. 3:1. Basi huyo mtu, basi 3 verse 1. Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Jethro mkwewe kuhani wa Midiani, akiliongoza kundi nyuma jangwani. Akafika mpaka mlima wa Mungu huko Hebroni. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kilikuwa moto na kiliwaka moto, nacho kijiti akiteketei. Musa akasema, nitageuka sasa nione hayo maono makubwa, na sababu kijiti hiki kinateketea. Bwana alipoona kuwa amegeuka ili amtazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti. Akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. 7. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Misri, niwapandishe kutoka katika hata inji, niwapandishe kutoka inji ile hata inji njema. Kisha pana inji ijao maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Muiti, Mwamori, Mweperesi, Mwebuzi, Mweperesi na Mwivi na Mwebusi. Basi sasa tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia, tena nimeyaona hayo mateso ambao Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu au wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Mtazamaji wangu, Mungu abariki maandiko yake matakatifu. Utume wa Musa ni aende mpaka kwa Farao. Tunaangalia leo utumishi kupitia Musa. Utume wa Musa, mtazamaji wangu, ni aende atakapofika nchi ya Misri, aongee na Farao ili aachilie wana wa Israeli watoke nchi ya Misri. Na asiongezee kitu. Lakini hapo nataka niongee kidogo hapo. Hapo Mungu kuna mahali alimwambia, lakini nitafanya moyo wake Farao kuwa mgumu. Nitaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, lakini atawapa ruhusa mwende. Sasa hapo ndio kuna mambo mengi. Hapo ndio kuna ufunuo zaidi. Mungu anapokutuma, mtazamaji, akuambiangi mission ni rahisi. Lakini hapa Mungu aliambia Musa, nami nitaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, but baadaye atawapa ruhusa. Wakati Mungu amekuita katika huduma, akuambiangi ni rahisi na akuambiangi kuna vita. Kwa hivyo huduma yote unapoitika, huwa unaitika huduma ukijua ni milango imejifungua. Kumbe kuna ungumu. Ule ungumu wa Farao ndio ugumu wa huduma. Kwa sababu huduma unaweza kaa hata miaka 20, miaka 40, miaka 50 na ijafunguka. Ule ugumu Mungu alisema atafanya moyo wa Farao uwe mgumu. Unapoitwa katika wito si rahisi. Kuitika ni rahisi. Lakini kitambo ule wito ufike pahali
ukukubali. Ufike pahali uone watu wameanza kusimama na wewe. Ufike pahali uone watu wameanza kukufuata. My friend, it's not easy. It's not easy. Kwa hivyo wale mtu umeitwa wito ama wale umeitwa mwito, jipe moyo, kwa sababu Mungu alisema hivi, atafanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Atafanya moyo wa Farao kuwa mgumu ili asiwape wana wa Israeli ruhusa waende katika nchi yao. Huduma ya Musa, mtazamaji, na nifundisha hivi. Wale mko pale mnanitazama, mko pale, umeitwa huduma ya ukombozi ama huduma ya kuokoa. Si rahisi. Huduma ya kuokoa ina changamoto. Sababu wakati Musa alifika nchi ya Misri na akaambia Farao, Farao alijua Musa si amelelewa pale. Sasa Farao aliona yule kijana yake tu. Musa alipoangusha ile vimbo kwa Farao, Farao naye akaita waganga wake, na wao pia wakaangusha fimbo zao. Na wao pia wakaangusha fimbo zao. Lakini fimbo ya Musa ikawa na nguvu kuliko fimbo za wale waganga wa Misri. Ikawameza. Mtazamaji wangu, uko pale, uko ndani ya huduma, unaangalia mbele na nyuma, uone upenyo. Jipe moyo. Jipe moyo. Jipe moyo. Mungu anakuona. Mungu anakuona. It's not easy, but jipe moyo mtazamaji. Jipe moyo. Kwa hiyo vita zote na hayo mambo yote, mimi nakuombea jipe moyo. Huduma si rahisi. Ndio nikasema nitatumia laini ya Musa. Tuone leo huduma Mungu akikutuma itakuwaje. Sababu Mungu ametuma Musa mpaka nchi ya Misri. Amefika. Na Bwana akaambia Musa, si rahisi. Nitafanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Kuwa mgumu. It's not easy. But pamoja na hayo, naona ukishinda katika jina la Yesu. Naona ushindi ukija kwako. Naona ushindi mkubwa kwako mtazamaji. Jipe moyo. Jipe moyo. Hata kama hali iko namna gani. Hata kama huduma inapata watu wakienda. Jipe moyo my friend. Mchungaji, jipe moyo. Usifunge kanisa. Jipe moyo na ushindi utapata. Anaambia Musa, nitakutuma uende Misri. Kuna huduma zinapitia changamoto. Wengi wanatakiwa kupitia wake zao. Wanatakiwa kupitia. Unajua shetani anajua family ikisimama itashinda vita. Kwa hivyo kuna huduma zitakuwa na attack ya familia. Watapitia kwa mke, wapitie watoto, wapitie wasee wa kanisa, wapitie hii. Lakini pamoja na hayo, jipe moyo. Tuangalie kitabu cha pili. Exodus 4:21. Bwana akamwambia Musa, hapo utakapo rudi Misri, angalia kuzifanya mbele ya Farao zile ajabu zote nilizotia mkononi mwako, lakini nitaufanya mgumu moyo wake, naye atawapa ruhusa hao watu waende zao. Bwana anaambia Musa, ukikifika kule usikose kufanya ile miujiza. Mtazamaji wangu. Lakini pamoja na hayo, Biblia inasema atafanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Pastor, huenda Farao wako ni pesa. Huenda Farao wako ni washirika. Huenda Farao wako ni watu kukosa watu kusimama na wewe. Huenda Farao wako
ni kukosa mapato. Jipe moyo. Mhuduma, wewe mwimbaji, unaitiwa kuimba crusade ama kwa conference. Wanapokuita kile mlikubaliana, anakupa kile ambacho hamkukubaliana. Jipe moyo. Siku itafika, kizima chako kitafunguka. Huu ngumu ulikuwa ni kutengeneza Musa. Sababu Musa hajatrainiwa na Mungu. Musa hajaenda Bible college. Musa hajaenda disciple class, hajafundishwa mambo ya utume. Kwa hivyo Musa ni mtume na ni nabii. Kwa hivyo huu ngumu wa Farao ni training ambao Mungu alitaka afanyie Moses ili aelewe. Sababu kazi kubwa ilikuwa kwa Farao. Sikutoka pale ni kuvuka Red Sea. Sasa angefanyia training wapi? Angetrainiwa wapi Musa? Kwa hivyo Mungu akamwambia, nitaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, lakini atawapa ruhusa muondoke. Mwende katika nchi ya Kanaani, nchi ijao maziwa na asali. Mhuduma, jipe moyo. We mama, umefungua duka, jipe moyo. Utashinda. Ushindi uko juu yako. Usiache Mungu. Ewe usianguke. Usiache Mungu. Lakini point ya pili nataka tuzungumzie hivi. Ni kwa nini mara nyingi tukitumwa na Mungu huwa tufanikiwi? Kwa sababu kile tumetumwa tufanye tunaenda kuongezea ya kwetu. Kama Musa angeongezea, maana yake hakuna mahali ambapo Musa anafanya ibada nyingine. Ni kutoa tu Waisraeli kutoka Misri kuwapandisha, lakini haikuwa rahisi. Kwa hivyo huduma yote umeitwa si rahisi. Wewe ni mwimbaji, wewe ni mhubiri, wewe ni evangelist, wewe ni muombezi wa kuombea watumishi. Huduma yote umeitwa si rahisi, lazima iwe na changamoto kiasi. Na pamoja na hayo, ile changamoto ndio inatupa kushinda zile vita tuko nazo. Ile changamoto ndio inatufungulia mlango wa kumjua Mungu. Sababu utajuaje shetani? Musa hakujua mambo ya wachawi, lakini alijua uchawi wakati Farao aliita waganga wake, na wao pia wakaanza kufanya miujiza. Sasa hapo ndio Musa alijua haja, kumbe kuna waganga pia wanaweza angusha fimbo ziwe nyoka. Kwa hivyo jangwa yote, mtumishi wa Mungu, jangwa yote niko nayo, nijitie nguvu. Sababu kwa hiyo jangwa Mungu ataongea. Kwa hiyo jangwa utamwona Mungu. Kwa hiyo jangwa mbingu itafunguka. Kwa hiyo jangwa mbingu itaonekana, mtumishi wa Mungu. So usife moyo. Jipe moyo. Bwana anaambia Musa, utawatoa, lakini haitakuwa rahisi. Nitaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Hakuna huduma yote huanza rahisi. Huduma inaanza, wenye wanaanzia wanatolewa wote kabisa, wanaondoka. Wanakuja wengine wanaendaenda na wewe, na wao pia wanatolewa. Wanakuja wengine pia wanasonga, huenda watolewe ama wachunjwe wale watu uko na wao. Kazi ya Mungu si rahisi, tunaishi kwa neema, lakini pamoja na hiyo tujipe moyo. Kitabu cha Samueli wa kwanza. Kitu gani kinafanya huduma iwe ngumu? Inaongea na wahuduma leo. Hata kama uko kwa biashara, hata kama uko wapi, wewe ni mhudumu. Kuna kazi ya Mungu ndani yako. Kitu kingine kinafanya huduma ziwe na uzito ni kutokutii kile Mungu amekwambia. Kutokutii kile Mungu amenituma. Kama amenituma nihubirie watu, hajaniambia niombe. Kama nimeambiwa enda uhubirie watu, uliza kama ukiombea ni baya. Kama utaambiwa uhubirie watu sawa. Ukiambiwa unaweza ukaomba sawa. Kwa hivyo utume unapotumwa inalingana mwenye amekutuma amekupa maagizo namna gani. Samueli wa kwanza 15 mstari wa kwanza. Wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa sikiliza sauti na maneno ya Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi,
nimeatia moyoni mwangu mambo hayo Amaleki aliyowatendea Israeli, na jinsi alivyowapiga njiani hapo ulipopanda kutoka Misri. Basi sasa enenda ukawapige Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo, wala usimwachilie. Basi waue wanaume kwa wanawake, mtoto na ye anyonyaye, ng'ombe na kondoo na ngamia na punda, ngamia na punda. Ndipo Sauli akawaita watu akawahesabu huko. Tufike hapo tu. Kwa hivyo Bwana akatuma Sauli. Sauli hakujua hii huduma ni Musa alikuwa nayo, na Musa ikifika kipindi chake cha kupumzika. Na unajua alienda kupigana huduma ambayo imeinuliwa madhabahu. Wakati utaanza vita, jiulize kama hiyo vita umeanza, huenda ule mtu unapigana na yeye aliinua madhabahu. Musa aliacha ameinua madhabahu. Akasema Mungu atapigana na Wamaleki kizazi hadi kizazi. Kizazi hadi kizazi. Mtazamaji wangu. Kwa hivyo wakati mwingine tunakosana na Mungu, wakati amekutuma ufanye jambo, unafanya ile ambao unaona. Sauli akaenda, aliambiwa akaue, akaenda akafanya yale ambao hakuagizwa na sheria za Bwana. Sasa ile mafuta ikaanza kuwa na shida. Hapo ndio wito unaangukia, mtazamaji. Hapo ndio tunaacha shida. Tunakuwa na shida katika calling. Kwa sababu Musa alipotuma akaambiwa, enda watoe wana wa Israeli nchi ya Misri. Hiyo ndio ilikuwa utume wa Musa. Na kuwafikisha nchi ya Kanaani. Hiyo ndio ilikuwa calling ya Musa. Lakini ilifika pahali ikabidi Mungu agawanye hii huduma ya Musa, aipatie Joshua. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakutii Mungu. Wakati aliambiwa enda ukaongee na jiwe, alienda akapiga jiwe. Sasa hapo Musa akaanza kupitana na Mungu. Tuna watu leo katika huduma wamepitana na Mungu. Sababu alikutuma ukakomboe watu. Alinituma nikakomboe watu. Kwa mfano, alikutuma ukahubirie watu, si kuwatabiria. Sasa ulipoongezea ya kwako, Mungu akatoka. Nilipoongezea ya kwangu, Mungu akatoka. Kwa sababu gani? Utume wa Mungu ni kile amekwambia. Enda ukahubirie watu. Nashukuru Mungu wa mtumishi wa Mungu Paulo. Paulo anasema hivi, hakubatiza watu. Na anahesabu wale ambao yeye aliwabatiza. Kwa sababu gani? Anasema Mungu hakumtuma kubatiza, lakini alimtuma kuhubiri habari njema. Mtazamaji wangu, mhuduma mwenzangu, pote ulipo, ama mtu yote unaonitazama, wakati Mungu amesema hivi, amekuita kama nabii, wakati utaanza kujiita mtume, hapo umepoteza laini yako na Mungu. Ile laini ya kwanza ya Mungu aliyeitana, hiyo ndio laini. Ile sauti ya kwanza ulisikia, nilisikia, niende na hiyo sauti, tuende na hiyo sauti. Kama alikuita kuwa mtume, usigeuke uanze kuwa nabii. Kama alikuita kuwa evangelist, usigeuke uanze kujiita prophet. Sababu utakapoacha ile ofisi Mungu alikuitia, inamaanisha umeacha Mungu. Sababu Mungu hiyo ofisi ndio anajua mbinguni. Hiyo ndio ofisi ile ambao mbingu inajua. Kama alikupatia laini ya unabii, kaa pale kwa laini ya unabii. Zikiongezeka ni sawa. Lakini kama alikupatia laini ya hii, usiache hiyo laini. Sababu ukiacha hiyo laini, sasa mbingu itakuacha. Musa ikafika pahali akiwa na hiyo kazi kubwa ya Mungu, akaachana na Mungu. Kwa sababu gani? Hakusikiza sauti ya Bwana. Na wa Musa ulikuwa ni utume. Enda nimekutuma uwatoe wa Israeli. Sasa hapo mtazamaji wangu, hapo ndio vipawa zinapotea. Hapo ndio vipawa zinapotea. Sababu tunaona siku hizi tunaona ni vizuri watu tuelewe. Tunaona siku hizi wito huenda saa zingine uingiane na unabii, lakini pamoja na hiyo unabii na uponyaji, hizo ni karama. Wito ni gani? Calling yako ni gani?
pamoja na ule unabii unatolewa pale, pamoja na ishara na maajabu na miujiza, calling yangu ni gani? Sasa hiyo ndio shida kubwa. Sababu ilifika pahali wa Korintho wakaanza kupigania ubiri. Wanasema mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Keva, mimi ni wa Kristo. Mpaka Paulo akauliza, kwani Kristo amegawanyika mara ngapi? Akasema mimi nilipanda naye Apolo akatia maji, lakini mwenye kukuza ndiye ni Mungu. Ndiye kitu. Apandaye na atiaye maji si kitu, lakini mwenye kukuza ndiye Mungu, ndiye kitu. Mtazamaji wangu, hiyo ndio nikaona inasumbua kanisa la leo. Wito. Mungu sasa kubadilisha wito wake. Paulo hakuna mahali alibadilisha wito. Alikaa kwa calling yake. Hata ishara zikifanyika namna gani, utaremain kwa ile ofisi Mungu alikupea. Juu ukitoka kwa hiyo ofisi, hatuna mtu mwingine duniani anakaa kama wewe. Hata kama uko namna gani, hatuna mtu kama wewe. Kwa hivyo ni kumaanisha unapoacha ile ofisi yako Mungu alikuitia, kama wewe ni evangelist, wakati umetoka kwa hiyo laini, umeacha laini ya Mungu. Sasa hiyo ofisi imebaki peke yake. Na wakati utaama hiyo ofisi uende ofisi nyingine, ni kumaanisha Mungu ni kama alikosea kukuita. Na Mungu afanyange makosa, mtazamaji wangu. Na Mungu atusamehe sana. Kama Mungu atakupea hiki, remain kwa hicho. Kama atasema uende hiki, atasema sawa tu. Mtazamaji wangu. Na Mungu akubariki sana. Kwa hivyo hicho si rahisi. Ndio naona wengine wanafika pale ni kama anataka kubadilisha. Remain kwa hiyo wito tu. Kama ulipewa hiyo, kaa kwa hiyo laini. Ukipewa hii, kaa kwa hiyo laini. Sasa hapa Sauli akaenda akaambiwa, enda ukaoe Wamaleki. Akaenda akabadilisha. Akaenda kinyume na vile Biblia inasema. Vile maagizo aliagizwa na Samueli. Sasa Mungu akamwacha. Watumishi, wengi tumeacha na Mungu kwa sababu tulitaka tuonekane. Ama tulitaka sifa. Ama tulitaka kuonekana sasa sisi tunaona. Kama uoni, kama sioni sindikae kama sioni. Si kutumwa nione. Hapana, siwezi lazimisha jambo la Mungu. Kama sioni ni ubiri. Kama sioni si ni ubiri. Sasa naona nini? Kama mimi si nabii, si ni ubiri neno. Nabii atabiri. Na kama ni nabii tabiri. Mimi kama sioni na mimi si nabii. Sioni hayo mambo, ni remain kwa Biblia. Hiyo ndio my calling. Ni remain pale niliitwa. Na hiyo ndio kuwa katika wito wako na Mungu. Ndio tukasema leo tunazungumzia wito. Kwa nini Mungu ameacha kutumia watu ama ameacha kutumia kanisa? Wacha ndio hiyo word. Kanisa. Kwa sababu watu wao ndio wanachagulia Mungu ile huduma wanataka. Si Mungu anachagua. Wao ndio wanachagulia Mungu ile huduma wanataka kutumika. Na unajua Mungu ndiye anaitana. Maandiko yanasemaje kitabu cha Yohana? Si nyinyi mlinichagua, bali ni mimi niliyewachagua. Hebu tuangalie kitabu cha Yohana. John 16 inasema hivi. John 15:15. Siwaiti tena watumwa, maana mtumwa ajui atendalo bwana wake. Lakini nyinyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyesikia kwa Baba yangu nimewaarifu. 16. Si nyinyi mliyenichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua nyinyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni, mtazamaji wangu. Kwa hivyo Yesu anasema hivi, si sisi tuliyemchagua, bali ni yeye aliyetuchagua. Na akatuweka tuende tukazae matunda. Kwa hivyo huduma ni Mungu alikupa. Huduma ni Mungu alinipa. Huduma ni Mungu alipea yule mwingine. Hata tukimchukia, hata tukisema akona majini, tukisema akona, Mungu ndiye upeana. Alipea huyu hii,
akapea huyu hii, na pia wale ambao walijipata wamepewa zingine na wakufurahia, makosa si yao. Na makosa juu ninaona saa zingine tuko na vita huduma. Kwa mfano naweza kuwa sifanyi miujiza, siponyi, siombei watu uponyaji, sikemei mapepo. Kama sikemei, sinielewe kuna wale walipewa hiyo. Kwa hivyo ni remain kwa ile laini yangu. Ni remain kwa ile wito. Si tuko na wahubiri, hawaoni kitu, hawakemei mapepo, na ni wahubiri na ni watumishi wa Mungu. Kwa hivyo kama nilijipata sioni kitu, siombei watu, sikemei mapepo, sinifurahie hiyo laini, sababu ni Mungu alitaka niwe kwa hiyo laini. Sinifurahie hiyo laini kwa sababu kama Mungu aliona anipatie hii ya kutokuona, sawa. Kama Mungu aliona anipatie hii ya kutokuona mambo, kutokutoa unabii, sawa. Kwanza hiyo ndio nzuri. Hiyo ndio napenda zaidi. Hiyo ndio napenda. Ni remain katika Biblia. Kwa hivyo Yesu anasema, si nyinyi mlionichagua, bali ni mimi niliyewachagua. Na nikawaweka nikasema, enendeni mkazae matunda, na matunda yenu yaweze kukaa, ili muambalo. Inasema hivi, si nyinyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua nyinyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapendi. Tazamaji wangu, lolote tuombalo Baba atupe kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kama utendi miujiza, tusichukie watu wa miujiza. Kama sitoi nabii, nisichukie watu wa nabii. Kama sioni kitu, nisichukie watu wa kuona, sababu aliyepeana ni mmoja. Mwenye alipeana kuona ndio alinipea kukosa kuona. Mwenye alipeana kutoa mapepo ndio alinipea hii huduma, ndio alinipea kuhubiri. Mwenye alikupea kutia watu moyo ndio alipea wengine pia kufanya miujiza. Kwa hivyo kukawa na vita kati ya washirika wa Wakorintho. Paulo akawaambia kutumika si kitu, aliyetumana ndiye kitu. Mtazamaji wangu, kitabu cha Wakorintho Wakorintho wa kwanza 3 1 Corinthians mtazamaji 3 verse 4, nitaanza 4. Maana hapo mtu mmoja usema mimi ni wa Paulo, na mwingine mimi ni wa Apolo. Je, nyinyi si wanadamu? Basi Apolo ni nani? Na wacha nirudie. Basi Apolo ni nani? Na Apolo ni nani na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Mimi nilipanda, haleluya, na Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. 5 inasemaje mtazamaji? Basi Apolo ni nani na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Hivyo apandaye si kitu, wala atiaye maji, bali Mungu akuzae. Mtazamaji wangu, kwa hivyo ni vizuri tuelewe hivi. Wakati mwingine huduma zinaleta shida, nimeona hivyo, ni maoni yangu, kwa sababu Mungu anaweza kuwa ameniita laini hii na mimi nimeenda hii nifurahishe watu. Tusifanye huduma tufurahishe watu, tufanye huduma, mtazamaji, nikiwa mmoja wao, mimi huwa sijiachi nyuma. Tufanye huduma tufurahishe yeye aliyetuita. Mtazamaji wangu, kwa Mungu akubariki sana na kutendee mema unapoendelea kufuatilia kipindi hiki. Mungu akubariki na akupe amani. Sina mengi leo,
Naomba tufike hapo tukikomo, na Mungu akubariki na kupe nafasi ya kwenda zaidi na zaidi. Nataka niombee mahitaji, walio na mahitaji pale unanitazama. Nataka nikaombee mahitaji. Mungu akubariki, Mungu abariki mahitaji yako, ama Mungu atimize mahitaji yako. Mungu akubariki na atimize kile unahitaji katika moyo wako. Amini Mungu, na tuombe. Mtazamaji. Baba, katika jina la Yesu nakabidhi mtazamaji wangu mbele zako, kamtie nguvu na kampe neema. Naomba kibali na uwezo wako Roho kaonekane, ukampe nguvu, msaidie katika hali yote. Mungu mwenye rehema, ninaomba baraka na ushindi wako Roho kaonekane, ukamwinue na ukampe amani. Baba, mahitaji nakabidhi mbele zako kaonekane, fungulisha mbingu na neema itembee. Asante Kristo, kubali maombi yetu katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki na kutendee mema. Uko pale umenitazama mara yako ya kwanza, ama umekuwa kunifuatilia tu na ungetamani kuokoka, rudie maombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakupenda, nisamee dhambi na makosa yangu. Futa jina langu kwa kitabu cha mauti na uniandike kwa kitabu cha uzima wa milele. Uniokoe nikutumikie kuanzia sasa. Asante Yesu kwa kunibariki na kuniokoa. Nitakutumikia kwa jina la Yesu nimeomba, nimeamini. Amen. Kama umeomba hiyo ombi, tayari umeokoka. Mambo matatu tu nataka nikuelezee before nikuombee. Kaa kwa maombi. Number 1. Number 2, soma Biblia. Number 3, tafuta kanisa ushiriki. Tafuta kanisa ushiriki na Mungu akubariki na kutendee mema. Kwa hao tu wameomba hiyo ombi, nataka nikuombee ombi ya kusimama katika wokovu na Mungu akubariki. Wacha nikuombee dakika moja tu. Baba, katika jina la Yesu, kwa ajili ya mtazamaji wangu ambaye ameomba ombi la toba, na mfunika na damu ya Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kumwombea baraka na kibali chako kionekane, ukampe neema na ukampe ushindi, mbingu ifunguke. Asante Kristo, maana umekubali maombi yetu. Mlinde na ukamuongoze katika jina la Yesu Kristo tumeamini. Mungu akubariki sana na kutendee mema. Hadi wakati mwingine, shalom shalom. Neema ya Bwana ikawa juu ya maisha yenu na Mungu awabariki zaidi. Amen.